Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 14 ya mwaka A wa kanisa. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Zekaria, ile sura ya 9 aya 9 hadi ya 10. Somo la pili, waraka mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 9 na ile aya ya 11 hadi ya 13. Injili ni injili inatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 25 hadi 30. Na wazo kuu ambalo linatuongoza katika Dominika hii ni unapumzika wapi? Unapumzika wapi? Ndugu zangu, maisha ya mwanadamu yana mitihani mingi sana. Misukosuko, mawimbi, mawazo, huzuni, machozi, majanga, usaliti, misiba, maumivu ya nafsi na matatizo mengine ya maisha. Wanadamu wengi katika maisha yao wana ukurasa fulani ambao hawawezi kuonyesha kwa watu, au kama ni kitabu, ukurasa huo hawawezi kusoma kwa sauti. Unakuwa ni ukurasa ambao unabaki ndani ya mioyo yao. Ni mateso ambayo wanatembea nayo wao peke yao. Ni miiba ambayo wanaijua wao wenyewe. Wanadamu wengi kwa sababu za kimaisha na kwa sababu ya ubinadamu wana mizigo mizito ambayo hawajui waipeleke wapi, hawajui waitue kwa nani, hawajui wapate wapi msaada, hawajui wamweleze nani wapate msaada. Wamechoka na hata wanatamani wapate dakika moja tu ya kupumzika. Neno la Kristo leo ni faraja sana katika wote wanaopitia misukosuko na waliobeba misalaba ambayo hawajui waipeleke wapi au waende kwa nani. Kristo anasema usiende popote, usihangaike, usiumie, usibebe peke yako. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Unapumzika wapi? Unapumzika wapi? Tukiwa na uelewa huo, ndugu zangu katika Kristo, hebu tuangalie masomo yetu, alafu tuangalie ili wazo la kupumzika linapata umaana wake vipi katika masomo yetu, na namna gani sasa masomo haya yanagusa maisha yetu moja kwa moja. Somo la kwanza, kama nilivyosema, linatoka katika kitabu cha nabii Zekaria, ile sura ya 9 aya ya 9 hadi ya 10. Hili ni somo ambalo linamtambulisha huyu nabii kama Zekaria mwana wa Ido. Huyu ni nabii aliyeanza utume wake mwaka 520 kabla Yesu Kristo, mwaka mmoja na nabii Hagai. Mandhari ya ujumbe wake kwa kiasi kubwa yanafanana sana na yale ya nabii Hagai, akijihusisha hasa au maudhui ya kitabu chake au ujumbe wake ukijihusisha hasa na ujenzi mpya wa hekalu baada ya kurudi kutoka uhamishoni, yani kutakaswa kwa ukuhani na ibada za hekaluni. Anajihusisha vile vile na matayarisho ya watu kwa ujio wa enzi za Masia, ambazo enzi hizo Zerubabeli gavana wa ukoo wa Daudi alitarajiwa kuizindua. Nabii huyu anasisitiza sana hayo mambo makuu mawili, yaani ujenzi mpya wa hekalu baada ya watu kutoka hekaluni na matayarisho ya ujio wa Masia. Sehemu ya maandiko ambayo tumeisikia inatoka katika sehemu ya kwanza ya kitabu hiki, ikitambulishwa hii sehemu kwa maneno ya uaguzi. Na sehemu hii inaanzia ile sura ya 9 aya ya kwanza mpaka ile sura ya 11 aya ya 17. Hii ni sehemu ambayo imo katika mazingira ya karne ya 4 na ya 3 hivi kabla ya Yesu Kristo.
yaani baada ya kifo cha Alexander Mkubwa, wakati ambapo Yuda ilikuwa inatawaliwa na ukoo wa kiutawala uliozoea desturi ya Kigiriki, yaani ukoo wa Watolemayo wa Misri. Utakumbuka ukoo huu ukisoma vizuri ile miaka ya 322 hadi mwaka 330 hivi kabla ya Yesu Kristo. Watu wa Yuda katika kipindi hiki walikuwa na mizigo waliokuwa wameibeba katika maisha yao. Walikuwa na utumwa, walikuwa na mawazo mengi, walikuwa na ukandamizaji, walikuwa na manyanyaso, walikuwa na maskini kunyimwa haki zao, kulikuwa kuna vita, huzuni na ukosefu wa ndani kabisa wa imani. Uaguzi katika sehemu hii unashughulika sana moja, kurudi kwa wote walio katika uhamisho; mbili, kuangamizwa kwa maadui wa Yuda; tatu, matayarisho ya ujio wa enzi ya Masia. Ndio maana sehemu hii tuliyoisikia inaleta imani, inaleta matumaini kwamba Masia anakuja. Masia aliyejaa amani na mleta amani, anayezindua utawala wa Mungu wa ulimwengu wote. Masia aliyekataliwa na kudharauliwa na watu wote. Ukienda ile sura ya 11 aya ya 12 hadi ya 13, anayepigwa kwa ajili ya kondoo wake aliyowachagua. Ukienda mbali zaidi ile sura ya 13 aya ya 7 mpaka 9, lakini ni kwa kupigwa kwake, kukataliwa kwake, kondoo wake wanapata malisho, ulinzi na wanapumzika. Furaha inarudi, haki inarudi na amani inarejea. Ndugu zangu katika Kristo, Masia huyu aliyekuwa anatabiriwa ni Yesu Kristo mwenyewe, ambaye analeta amani, analeta furaha, analeta mapatano tena ambayo yalikuwa yametokea kabla yake, ambayo yanamsonga mwanadamu katika maisha yake. Ndio maana nakuuliza, je, una mizigo inayokunyima au inayokuibia furaha na amani yako? Mpelekee Masia, mpelekee Yesu Kristo, mwachie yeye, nawe utapata pumziko. Unapumzika wapi? Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 8 aya ya 9 na ile aya ya 11 hadi ya 13. Mtume Paulo anaeleza changamoto ambayo wengi tunapitia. Wakati wa mizigo, wengi tunatafuta faraja katika mambo ya kimwili ambayo yanatupelekea kuanguka katika dhambi. Tukianguka huko katika dhambi, tunaamini ni sehemu ya kupata faraja. Hapana, bali tunakufa na kumzima Roho tuliyempokea wakati wa ubatizo na tuliyemkiri wakati wa kipaimara. Hivyo anasisitiza sana tuwe makini katika mambo haya ya kimwili. Hatuna budi, anatuomba sana kumfuata Yesu Kristo ili tuwe wazima kimwili na kiroho. Injili inatoka katika Injili ya Mathayo ile sura ya 11 aya ya 25 hadi 30. Ni Injili ambayo inapatikana au ni maneno ya Yesu ambayo yanapatikana katika hii Injili ya Mathayo peke yake. Tumeizoea sana. Wengine wameandika katika mabango mbalimbali, katika kuta zao, katika nguo zao, katika makanisa yao, wakionyesha ni sehemu ambayo watu wanaweza kupata faraja. Ni maneno ya kutia moyo. Ni kauli ya Yesu Kristo ambaye anatuomba tukubali kuwa na imani kuwa amekuja kulitangaza neno la Mungu ambalo ni uzima. Kristo ndiye anaweza kutuelekeza kumjua Baba, na hapo tukapata amani na furaha na kupata pumziko la kweli. Wengi mnakumbuka mnapoenda katika sehemu za kuabudia, mnakuta maneno haya yanatupa faraja, yanatupa amani, yanakufanya unajihisi kana kwamba uko sehemu salama.
Kristo anatuomba tuje kwake ili tuweze kupata pumziko na tuweze kuwa salama. Baada ya kuelewa masomo hayo na tukiwa na wazo unapumzika wapi, hebu tuangalie mawazo madogo mawili ambayo yatagusa moja kwa moja maisha yako au yatagusa maisha yetu sisi kama Wakristo. Wazo dogo la kwanza ni jishushe. Jishushe, kuwa mdogo, yani kuwa mdogo, nyenyekea, jishushe. Injili inaanza vizuri sana na ukisoma utaelewa. Aliyekabidhiwa vyote anaanza kwa kushukuru, anaanza kwa kujishusha, anaanza kwa kunyenyekea, anaanza kwa upole. Ila changamoto, tusiokabidhiwa chochote huwa tunaanza mbele ya Mungu kwa kulazimisha, kuomba na kulia kana kwamba tunastahili. Tunajikweza na kudai haki mbele ya Mungu. Huwa tunaamini tunastahili kila kitu mbele ya Mungu. Tusipopewa tunalalamika, tunalia, au wakati fulani tunamwacha huyu Mungu. Hicho ni kiburi. Jishushe. Kushukuru kwa kila jambo ni sadaka kubwa sana, ni sala ambayo Mungu anaipokea. Shukrani inavuta miujiza mengi zaidi. Ukiwa mbele ya Mungu, shukuru, jishushe, mwambie Mungu asante kwa kila kitu, miujiza utaiona. Nitakukumbusha Yesu alipowaambia wanafunzi wake wawaketishe watu katika Injili ile ya Mathayo sura ya 15 aya 35, au Injili ya Marko ile sura ya 6 aya 39 na ile sura ya 8 aya ya 6, hawakuwa na kitu cha kutosha, ila Yesu alianza kwa shukrani na wote wakala wakasaza. Shukrani ni unyenyekevu. Shukrani inavuta miujiza zaidi. Ukienda mbele ya Mungu, kabla ya kusema chochote, jipeleke chini, mwambie Mungu asante kwa kila kitu, na hapo omba, Mungu atakusikia. Jishushe. Wengi tunajikweza na hatutaki kushukuru kuwa mali, mamlaka, akili, elimu na hadhi yako katika jamii ni vitu vya kupewa tu. Hivi vinatufanya tunakuwa na kiburi mbele ya Mungu na mbele ya watu, vitu ambavyo havitufikishi kwa Mungu moja kwa moja. Yesu akatazi wala hapendi watu tuwe mbumbumbu, maskini, hohehae, tusifanye kazi wala tusiwe na vyeo au tajiri au mali. Hapana, bali anataka watu sisi tuwe kama watoto wadogo, japo tuna kila kitu. Mtoto mdogo ni mnyenyekevu, hana cha kutegemea isipokuwa ulinzi na usalama kutoka kwa wazazi wake, baba na mama, na wale walio juu yake. Kristo ndicho anachotaka. Hii ndiyo siri sasa. Watu wengi wanapambana kutafuta furaha, amani, utajiri, katika utajiri, umaarufu na mamlaka, bila kuelewa kuwa mambo hayo hayawezi kuleta amani na furaha ya kweli. Yanatoka kwa Mungu, ametupatia yatusaidia kumfikia yeye. Wengi wanapambana wakiamini badala ya kutafuta furaha na amani kwa huyu aliyetoa hivi, wanatafuta amani na furaha katika vitu, kitu ambacho kinasababisha maumivu, kinasababisha akili inashindwa kupumzika. Nitawapa mfano. Mfalme mmoja katika nchi moja alikuwa maskini sana, lakini alikuwa mcha Mungu. Mungu akamwambia, omba chochote unachotaka, mimi nitakupa. Yule ndugu akasema, naomba utajiri. Utajiri wa namna gani? Mungu akamuuliza, akasema, dunia au ulimwengu wa sasa hivi unaamini katika dhahabu, naomba unijalie dhahabu katika maisha yangu, nijalie niwe na utajiri, dhahabu, watu waje kununua kutoka kwangu. Mungu akamwambia, nitakupa unachotaka, nacho ni hiki, chochote utakachogusa kitakuwa dhahabu. Yule mfalme akafurahi, akasafiri, akarudi katika nchi yake, akashika mti ukageuka kuwa dhahabu, akashangilia. Akashika mawe yakageuka kuwa dhahabu, akashangilia. Hata mlima aliogusa, hata mwamba aliogusa
uligeuka kuwa dhahabu, akashangilia. Vyuma alivyovigusa vigeuka kuwa dhahabu, akafurahi, akawa tajiri sana sana kwa muda mfupi, akawa na furaha. Lakini hakuna chenye mwanzo kisichokuwa na mwisho. Siku moja aliona njaa huyu mfalme, akakimbilia kushika mkate, ukageuka kuwa dhahabu, akalia sana. Baada ya muda si mrefu akasikia kiu, akakimbilia kushika jagi lililokuwa na maji ili anywe, likageuka kuwa dhahabu na maji yakageuka kuwa dhahabu, akalia sana. Baada ya hapo mtoto wake akamwambia, baba, unateseka kwa sababu gani? Baba, unalia kwa sababu gani wakati wewe ni tajiri? Akamwambia, mwanangu, nahangaika sana. Mtoto akasema, baba, naomba nikufariji. Baba akasema, njoo mwanangu. Akamkumbatia. Kumkumbatia tu, mtoto wake wa kiume aliyetarajia kuwa atakuwa mrithi akageuka kuwa dhahabu. Mfalme akalia sana, akasema, Mungu, naomba uniondolee hayo yote. Mungu akamwambia, umejifunza nini? Akasema, furaha na amani ya kweli haipatikani katika vitu. Ndugu zangu katika Kristo, ukibarikiwa na Mungu, ukipata neema ya Mungu, usitegemee vitu. Usiamini kwamba vitakupa furaha, vitakupa amani na furaha ya muda tu ambayo haitadumu milele. Jishushe na umshukuru Mungu na uombe akujalie neema ya baraka, kujua kwamba dunia hii hivi vyote vinapita, sio vya kujivunia au vya kujifanya ukawa na kiburi. Nitawapa mfano mwingine. Ndugu mmoja siku moja katika ibada ya mazishi, padri huyu aliwaambia tuangalie makaburi haya. Waamini wakageuka wakayaangalia makaburi. Akawaambia, hebu nielezeni, kila mmoja anyooshe mkono katika kaburi la mtu aliyekuwa tajiri kuliko wengine, alikuwa mzuri handsome kuliko mwingine, mdada aliyekuwa na shepu na umbile zuri kama Cleopatra kuliko wengine, tajiri nani aliyekuwa mrefu, aliyekuwa mweupe, aliyekuwa kiongozi kuliko mwingine, ni nani aliyekuwa na huzuni au mtumwa kuliko wengine. Wale watu wote wakaangalia makaburi wakasema, hatuwezi kujua, ni kama vyote vinafanana tu. Padri akasema, ndiyo maisha yetu, tulivyo navyo vyote tumebarikiwa, visitupe kiburi, tutaviacha hapa hapa katika makaburi, wote tutakuwa sawa tu. Maandiko yanasema kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima, ile Mithali sura ya 9 aya ya 10. Tuombe Mungu atujalie hekima ya kuelewa hilo, tusiwe na uwezo au tusijaribu kupata pumziko katika vitu ambavyo vinapita vikatufanya tukawa na kiburi. Tukiwa wanyenyekevu, Mungu atatuinua. Mungu anapenda moyo wa unyenyekevu zaidi. Tunakumbuka alimchagua mchungaji mdogo Daudi badala ya ndugu zake wenye nguvu wa ukoo wa Yese. Alimchagua Bikira Maria maskini badala ya mabinti wa wafalme. Aliwachagua wavuvi wa kawaida badala ya wasomi maarufu wawe mitume wake. Tukijishusha, tukimtegemea Mungu, tukiwa wanyenyekevu, tukiwa na moyo wa shukrani, hata kama tuna mali, vyeo, utajiri, elimu na miliki za ulimwengu huu, nafsi zetu zitapumzika kwa amani, na hiyo amani itakuwa ya kweli kwa sababu tutakuwa tumejiweka mikononi mwa Mungu. Mtakatifu Agustino anasema, ni kiburi kilichowageuza malaika kuwa mashetani na ni unyenyekevu uliowafanya wanadamu kuwa malaika. Ni kuombe sana leo, kuwa mnyenyekevu ili ujifunze, kuwa mwenye imani ili utii, kuwa maskini wa roho ili upokee, kuwa mtupu ili Mungu azidi kujaza neema na baraka zake ambazo zitakupa pumziko la kweli. Jishushe. Wazo la pili dogo ambalo naomba liguse maisha yetu katika masomo haya, ambaye jirani yako, njooni kwangu, njooni kwangu. Yesu asemi njooni kwangu baada ya kufuta matatizo yenu yote, au njooni kwangu mtakapokuwa wakamilifu, msio na madoa, msio na dhambi, msio na mawaa. Hasemi hivyo. Yesu leo anawaita tofauti kabisa, anawaita waliochoka, waliolemewa na mizigo, waliovunjika moyo, waliokata tamaa. Ni mwaliko wa upendo na huruma kumwelekea na kumtumaini yeye. Njooni kwangu ninyi nyote, njooni kwangu, njooni kwangu. Sikia kauli hii mara 2 mara 3, njooni kwangu. Yesu anaita nafsi, anakualika katika nafsi yake, njooni kwangu. Amini usiamini, katika maisha haya kama nilivyosema mwanzo,
kila moyo wa mwanadamu unayemwona umebeba mizigo fulani. Baadhi ya mizigo hiyo huwa inaonekana wazi kabisa. Baadhi ya mizigo inaonekana: magonjwa, matatizo ya kifedha, umaskini, migogoro ya kifamilia, upweke, huzuni, machozi, misiba na mateso ya maisha. Haya yanaonekana sana. Vita huko kazini, katika biashara, katika utafutaji. Watu badala ya kutafuta maisha wanatafutana wao kwa wao, kwenye koo, kwenye jumuiya na makanisani. Kuna vitu hivyo, kuna mizigo hiyo ambayo inaonekana moja kwa moja. Mbaya zaidi, naomba niwaambie, kuna baadhi ya mizigo mingine haionekani, inabaki mioyoni, inabaki kuwa siri. Wasiwasi, hofu, hasira, chuki, aibu, manyanyaso mtu aliyofanyiwa, kukatalia, maumivu kwa sababu ya historia yake ya maisha, kutengwa, mazingira ya jamii inayomzunguka na mwiba ambayo kila mtu anayejua mwenyewe. Yaani kila mtu ana mapambano yake, unayemwona ana mateso yake, ana mwiba wake, ana mahangaiko yake, ana vifungo vyake vya ndani ambavyo anatamani kuviachia, kuvivuka au kuvifungua kabisa ili awe huru. Kila mmoja unamwona kuna gereza fulani ambalo yupo, anatamani kutoka. Kuna maisha fulani ambayo anayatamani lakini amefungwa kwa ndani. Kila mtu ana mzigo wake ambao amechoka na anatamani kuutua. Mzigo unaweza kawa mtu, tabia, hisia au kitu fulani, vitu ambavyo vinamfanya asiwe na amani au furaha ya kweli. Anacheka kwa nje ila kwa ndani anapitia magumu. Mtu anakuwa down, anakuwa depressed. Kila mtu unayemwona. Swala la msingi linakuja hapa, ndugu zangu katika Kristo. Katika hayo yote, suluhisho ni nini? Katika hayo yote, ni sehemu gani ambako unaweza kupata pumziko na amani ya kweli? Wataalamu wengi wa saikolojia wanajua hili na nataka kulisema sasa hivi. Mtu asipopata pumziko la kweli, atajikuta anaingia katika mapumziko ya uongo ambayo yanaleta faraja ya muda ila anaacha majuto na kuharibu maisha. Haya mapumziko, wataalamu wa dopamine wanaweza wakaelewa hiki kitu, wanaita addictions. Haya mapumziko, tuseme uraibu. Wengi wanakimbia kupata mapumziko au kwenda kwenye uraibu fulani hivi. Anajijengea tabia fulani ambayo anaamini inampa pumziko, inampa furaha, inampa amani, kumbe inazidi kumdidimiza kabisa. Wengine watakimbilia kupata furaha katika chakula, katika kuangalia picha ambazo hazistahili katika mitandao. Wengine watajikita katika kufanya masuala ya uasherati na uzinzi. Wengine watajikita katika madawa ya kulevya, pombe, manunuzi sana ya vitu yasiyostahili. Wengine wanacheza kamari, wanaingia katika kamari ya kimini, watapata furaha. Wengine mitandao ya kijamii, muda wote wameshika simu, wako hivi, wako Twitter, Instagram, Facebook, wapi, yani wako busy muda fulani. Hata kama watu wakikutana pamoja, wao kwa sababu wamekuwa addicted, hawaoni furaha ile ya kukaa kama jumuiya, wanashika bado simu zao. Wengine wataenda kucheza magemu haya na nini. Wengine watajikuta anafanya kazi kupita kiasi. Wengine kutafuta kwa hukumu watu au kulaumu watu au kulalamikia watu. Ni mtu akulaumu muda wote, akilaumu na nini anapata furaha ile. Katika haya ya kimwili, mtu anaamini anapata furaha au pumziko. Ukweli ni kwamba haya yote ni mapumziko ya muda tu. Kilio, majuto, machozi, mahangaiko yanamngoja mbele yake baada ya amani ya muda kuisha. Ndio maana mtu anakuwa addicted hapa au akiingia katika uraibu wa aina fulani, baada sasa ya kufanya kile anachoamini kinampa furaha, baadaye yanaanza majuto. Ndio maana Kristo anasema, amani na waachieni, amani yangu nawapa. Anasisitiza, si kama ulimwengu utoavyo mimi ninawapa. Injili ya Yohane sura ya 14 aya 27. Hiyo amani tunayoipata katika vitu, katika hizo tabia, hizo addiction, sio amani za kweli, hazitupi pumziko la kweli.
Ndio maana Kristo anasema njoo kwangu mpate pumziko. Naomba nizidi kuambia kitu hapa. Kristo anasema nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Wakulima na wafugaji wanaweza wakajua, wale wa ng'ombe au punda wanafahamu nini maana ya nira, na wanajua hii nira inaunganisha wanyama wawili katika safari au katika kufanya kazi, wanaekewa hapa shingoni. Ni alama ya kujishikamanisha, ni alama ya utumwa, ni alama ya ufuasi. Iko hivi, tunapoangukia katika uraibu au kupata faraja katika hizi mapumziko ya muda haya, tunajifunga na hivyo vitu, tunajifunga na hizo faraja za muda, tunajifunga, zinakuwa ni kama tumejilock mimi na kile ambacho naamini kinanipa furaha. Unakuta mtu inakuwa ngumu kuacha tabia fulani au kuacha maisha fulani ambayo ameyazoea kwa sababu amejifungamanisha nayo, japo yanamuumiza. Nikwambie leo, achia hiyo nira, sali sana, jifungue na ujifunge pamoja na Kristo. Kujifunga nira ya Kristo sio kwamba matatizo au utatoa sadaka hata zitapotea sana, hapana. Bali mzigo wako utakuwa mwepesi kwa sababu utakuwa umejifunga pamoja na Kristo, utabeba pamoja naye. Mzaburi anasema mtwike Bwana mzigo wako naye atakutegemeza. Zaburi ya 55 aya 22. Utakuwa umemtwika Bwana mzigo wako, utakuwa ni kana kwamba unatembea na Yesu, yeye anakuwa mabega yako. Ni katika kutafuta furaha katika Kristo utaweza sasa, ukiwa na Kristo katika yote, utaweza kuimba katikati ya moto kama Shadraka, Meshaki na Abednego. Utaweza kutulia kwa utulivu kama Danieli katika shimo la simba. Utaweza kusimama kwa ujasiri mbele ya Goliati kama Daudi. Utaimba gerezani kama Paulo na Sila. Watu watashangaa, mbona unapitia hayo lakini bado una furaha? Kwa sababu utaamini sio kwamba hauko peke yako katika shida, bali amani na tumaini lako lipo katika yule aliye juu ya hizo shida ambazo ulimwengu unaziona, yaani Yesu Kristo, uko naye. Ukijifunga na Kristo, nafsi yako itakwambia kitu fulani cha furaha ndani. Roho Mungu atakwambia makubwa sana. Atakwambia usijitese, usijiumize, usilie, usijaribie maisha yako kwa furaha za muda. Usiadhibu kwa sababu haina haja ya kujiadhibu. Tulia na uwe na furaha. Ishi maisha yako mazuri tu, maisha yaendelee, uko na Mungu hajakuacha. Mtakatifu Mama Teresa Calcutta alisema, usiruhusu jambo lolote likujaze huzuni kiasi cha kusaulisha furaha ya Kristo mfufuka. Ukiwa na Kristo mfufuka, furaha itabaki daima hata kama unabeba msalaba. Mtakatifu Padre Pio anasema, omba, tumaini, wala usiwe na wasiwasi. Wasiwasi hauna faida. Mungu ni mwenye huruma, atasikia sala yako. Wengi tunakuwa na wasiwasi kwa sababu ya mambo tunayopitia au kwa sababu ya magumu. Acha, ukiwa na Mungu, Mungu anatenda. Ukiwa na Mungu, kila kitu kinatokea kadiri ya mpango wake. Leo ni kuombe, nenda mbele ya Kristo anayekwambia njoo kwangu. Nenda mbele yake na dhambi yoyote ile ambayo hata wewe mwenyewe umeshindwa kujisamehe. Nenda mbele ya Kristo na huzuni zako zote na hofu zako zote na mizigo yako yote na addictions au uraibu wako wote. Nenda na historia yako mbaya nyuma ya maneno na matendo. Mwambie Kristo, naomba kupumzika, nimechoka. Naomba nira yako, nira ya msamaha, kujisamehe mwenyewe na kuwasamehe wengine, nira ya unyenyekevu, nira ya kuachilia, nira ya kujitoa sadaka, nira ya kumtumaini Mungu. Naomba tutembee pamoja ili nipate amani na furaha ya kweli, siyo leo tu, bali milele na milele, nipumzike katika wewe. Maana Mtakatifu Agustino alisema, nafsi zetu hazitapumzika mpaka zitakapopumzika ndani mwako, Bwana. Naomba Mungu nipate pumziko ndani mwako, na ulimwengu ushuhudie hilo, nami nikushuhudie katika yote ninayopitia. Niwe na furaha nikipumzika katika wewe Kristo, sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Natakia Dominika njema hii ya 14. Unapumzika wapi? Unapumzika wapi? Jiulize
mara mbili, mara tatu. Kama unapumzika kutafuta furaha ya muda, acha mpumzika katika Kristo, nawe utakuwa na furaha ya milele.